Bwana wetu ametupa nafasi tena kwa siku ya leo ili kwamba tuweze kujifunza neno lake. Na hivyo tuko katika mwendelezo wa masomo yetu yanayoenda kwa jina linasema ahadi ya msaada na uponyaji. Ahadi ya msaada na uponyaji. Kwa muda wa siku zote ambazo tumekuwa hapa, tumezidi kuona jinsi ambavyo Mungu ameahidi msaada katika maisha yetu. Jinsi Mungu alivyotuahidi mambo mengi kabisa, hata yale ambayo tunayaona ya kwamba hayawezekani. Lakini Baba yetu ametuahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi hata katika changamoto hizo. Na hivyo niwaalike katika somo la leo linalosema kutambua hadhi yako udaipo ahadi ya msaada na uponyaji. Kutambua hadhi yako udaipo ahadi ya msaada na uponyaji. Mungu ameahidi mambo mengi kama tulivyojifunza. Kwa muda wa siku zote hivyo tunajifunza ahadi za Mungu. Ya kwamba Mungu yeye ambaye ni baba yetu, ambaye ni mwokozi wetu, ambaye ndiye aliyetuumba, anayetambua thamani yetu, anayetujua tangia kuumbwa kwetu, na hata kabla hatujaja katika dunia hii, yeye ameweka ahadi nyingi katika maisha yetu. Na hivyo tunaweza kujiuliza ya kwamba pamoja na ahadi hizo ambazo Mungu ametupatia, pamoja na ahadi hizo ambazo Mungu ametoa kwa watoto wake, ni kitu gani kinatuzuia? Kwa nini wakati fulani tumedumu katika changamoto zinazotukabili? Kwa nini katika wakati fulani tumejaribu kumuita Mungu na wakati mwingine hatujaona kile tulichokitarajia? Kwa nini katika wakati fulani tumejaribu kukata tamaa kwa sababu ya mambo tuliyoyaomba kwa Mungu wetu hatujayaona kwa wakati tuliotamani na kutarajia, yumkini hata kwa kiasi ambacho tulitamani katika akili zetu iwe hivyo? Na hivyo tufuatane kwa pamoja ili tuweze kujua ni mambo gani Mungu ametuahidi na ni hadhi gani ambayo Mungu ametupatia sisi kama watoto wake. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunaenda kwa Mungu tusijue hata hadhi yetu ni ya namna gani. Wakati mwingine tunaweza watu wanasema underestimate, kwamba tunajishusha hadhi zetu. Na ndio maana tunapoenda kwa baba yetu, tunaenda kwa unyonge, tunaenda pasipo ujasiri, na hata hivyo tunakosa nguvu ya kuendelea kumuomba baba yetu ambaye ndiye muumbaji wetu na kimbilio letu na mwokozi wa maisha yetu. Na hivyo katika kitabu cha Petro wa kwanza 2 mstari wa 9, tujaribu kusoma hapo ili tuweze kujua ni hadhi gani ambayo watoto wa Mungu tumepewa. Some nami katika kitabu hicho cha Petro wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 9. Mwenye amefika sehemu hiyo anaweza akasema amina. Basi mmoja ambaye amefika anaweza akasoma pamoja nasi katika kitabu cha Petro wa kwanza 2 na ule mstari wa 9. Anasemaje? Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, ninyi ni taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Tena ninyi ni watu wa miliki ya Mungu, Pate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Na ametupa hadhi hiyo, na baada ya kutupa hadhi hiyo, basi ametutuma na kutuagiza ya kwamba tupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyetuita. Lakini kitu cha muhimu ambacho tunaweza kukifahamu na kukiona katika neno hili, tujue ya kwamba sisi ni mzao mteule.
Sisi ni taifa takatifu. Sisi ni watu wa milki ya Mungu. Sisi ni watu wa kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotambua ya kwamba sisi ni wazao wa kifalme, sisi ni uzao wa kifalme, tunatambua ya kwamba kumbe huyu mfalme ambaye ndiyo Mungu wetu, ambaye ndiyo baba yetu, ndiye baba yetu ambaye ametuumba na mwenye uwezo wote mkuu wa namna hii. Na hivyo kwa sababu sisi ni watoto wa yeye aliye hai, watoto wa Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, hii inatupa ujasiri wa kwenda mbele za Mungu wetu tukijua ya kwamba sisi ni uzao wa kifalme. Na kama tunafahamu tu mfalme alivyo na mamlaka katika sehemu au kingdom anayotawala, tungefahamu ya kwamba sisi ni watu wa hadhi ya juu kwa namna gani. Mfalme yeye anapotawala kwa muda wake wote, inapofika wakati kwamba yumkini nguvu zimemwishia, hawezi akaendelea tena, analithisha mamlaka na madaraka kwa mtoto wake. Na mtoto anayelithishwa mamlaka na madaraka haya ni mtoto aliyezaliwa na mfalme mwenyewe. Na hivyo sisi ni wazao wa kifalme. Na katika kitabu cha Yohana 1:12 amesema maneno fulani hapo. Nitasoma katika kitabu cha Yohana 1:12. Anasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mimi na wewe ambao tumekubali kulipokea jina la Mungu wetu, tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tumepewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Tumepewa uwezo wa kufanyika binti za Mungu. Na hivyo sisi tuliaminio jina la Bwana tumepewa uwezo wa kufanyika watoto. Tumepewa uwezo wa kufanyika wateule. Tumepewa uwezo mkuu wa namna hii. Na hivyo wakati mwingine tunajiuliza ya kwamba licha ya kwamba sisi tumepewa uwezo, licha ya kwamba tumepewa hadhi ya kuwa watoto wa Mungu baada ya kumwamini, kumbuka hili ya kwamba yeyote ambaye hajamwamini, kulingana na Yohana sasa, tunamuona kulingana na maandiko ya kwamba sio mtoto wa Mungu. Maana amemkataa Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini neno linatuambia wote waliomwamini amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini swali linakuja akilini mwetu. Na swali linakuja kwa namna hii: sisi ni watoto wa Mungu, na sisi ni uzao wa kifalme, na sisi ni taifa takatifu. Swali linakuja, kwa nini wakati mwingine mambo ambayo tunayapeleka kwa baba yetu inaonekana hata ni kama hayana majibu kama tulivyotarajia? Wakati mwingine watu wanaodai ya kwamba ni watoto na binti za Mungu wanakuwa watu wa kukata tamaa. Watu wengine ambao wamekuwa washiriki yumkini hata ndani ya kanisa, na wamekuwa wakidai ahadi za Mungu kwa muda mrefu, wengine wanakata tamaa, na wengine hata wanadiriki kusema inafaa hata nikatafute msaada sehemu nyingine, kwa sababu hapa nimedai kwa muda fulani lakini sijapata majibu. Wengine wanajiuliza ya kwamba hivi Mungu amebadilika sasa?
Kwa nini ninapoenda yumkini hata kwa watu wa Mungu nikitarajia kupata makubwa, baada ya maombi yao sijapata makubwa niliyotarajia? Kwamba Mungu amebadilika, au Mungu amekosa uwezo sasa katika maisha yetu, au ameishiwa nguvu labda. Lakini katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8, kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8, aliyepata anaweza akasoma pamoja nami. Waebrania, ndio. Yesu Kristo ni yeye yule. Yesu Kristo ni yeye yule, Jana na leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu tunapoyasoma kwa umakini, tunagundua ya kwamba Mungu wetu ni yeye yule. Tunagundua ya kwamba Baba yetu ni yeye yule. Uwezo wake ni ule ule. Nguvu zake ni ni ile ile. Lakini vile vile mamlaka yake ni yale yale. Ndiye aliye juu ya mamlaka yote. Ndiye aliye mfalme wa ulimwengu wote. Ndiye aliye mfalme wa wote wenye mwili. Hakuna kiumbe chenye mwili chenye mamlaka na uwezo zaidi yake. Hakuna kiumbe chenye mwili chenye uwezo unaomzidi Baba yetu, na huyo ndio Baba yetu. Kwa hiyo jambo hili tunapolifahamu linatupa nguvu kubwa ya kuweka tumaini kwa Mungu wetu ambaye ndiye Baba yetu. Kwamba faida za kufahamu hadhi yetu kama watoto wa Mungu zinatupa nguvu ya kutusaidia kuwa na imani hai kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba faida namba moja ya kufahamu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu ni kutupa imani hai mbele za Mungu wetu. Imani hai ya namna gani? Wakati mwingine utagundua ya kwamba tumekuwa watu tunaomba siku ya kwanza, siku ya pili, baada ya kuona hakuna matokeo ambayo tuliyatarajia tunakata tamaa. Lakini kipengele kingine ambacho tunaweza kuona ya kwamba kinaongeza uvumilivu hata kama majibu yetu yamechelewa kulingana na mtazamo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kulingana na mtazamo wa nani? Lakini kiuhalisia Mungu hajawahi kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hajawahi kuchelewa kwa sababu ahadi yake ni ile ile. Ahadi yake ni ile kwangu na kwako. Maana wewe na mimi ni watoto wake. Na hivyo yeye aliye na uwezo wote hajawahi kushindwa. Yeye aliye na uwezo wote hajawahi kuchelewa. Yeye aliye na uwezo wote, nguvu zake ni zile zile jana, leo na hata milele. Kwa hiyo kumbe mtu atakapogundua ya kwamba ana hadhi kama mtoto wa Mungu, ataenda pasipo kuwa na kukata tamaa. Atakuwa na uvumilivu. Lakini itatusaidia pia kuwa na tumaini kwa Mungu wetu katika nyakati zote. Tumaini kwa Mungu wetu katika nyakati zote. Wakati mwingine unaweza ukajiuliza, hivi ninapozungumza tumaini nina maana gani? Watu wengi tumeshindwa kutofautisha kati ya tumaini na imani. Kitabu kimoja katika Biblia anasema kwamba ndio ninyi mnasema mnamwamini Mungu, lakini hata mashetani wanaamini na kufanya nini? Lakini mashetani wanamtumaini Mungu? Hawana tumaini kwake. Kwa hiyo kumbe kitu kinachoweza kikatofautisha watu tunaotambua ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu na hao ambao wameamua kumfuata shetani ni lile tumaini letu. Tumaini letu. Na tumaini hili haliwezi likaja isipokuwa tumemtambua Baba yetu.
ni mtu wa, ni wa namna gani huyu, isipokuwa tumemtambua baba yetu na tukatambua mahusiano ya baba na mwana, binti na baba yalivyo. Sehemu moja baada ya Yesu akiwa na wanafunzi wake alijaribu kuwaelezea hadhi ya mtoto kwa baba. Akauliza swali, akasema, ni mtoto, ni baba gani au ni mzazi gani anayeweza akaombwa na mwanaye au mtoto wake, akaombwa jiwe akampatia mkate? Akaomba kitu hiki, akaomba samaki akapatiwa nyoka. Ni mzazi gani? Na akauliza swali akasema, kama wazazi wa dunia hii ambao imejawa na uovu, ambayo imejawa na udhuruma, ambayo imejawa na kila aina ya unyang'anyi, wana uwezo wa kumpatia mtoto wake kile anachokiomba na kukihitaji, vipi kwa baba yetu wa mbinguni? Tukitambua hadhi ya mtoto kwa baba yake, tutaenda kwa Mungu tukiwa na ujasiri, lakini tutaenda kwa Mungu tukiwa na tumaini. Nimejaribu kufuatilia, mtu mmoja akajaribu kuelezea maana ya tumaini. Tumaini ni nini? Alizungumza hivi: tumaini ni kuwa na hakika. Kuwa na nini? Kuwa na hakika. Yaani kwamba katika jambo hili ambalo nimemuomba labda, au katika jambo hili ambaye huyu ninamtumaini labda, au katika jambo hili hakuna namna litashindikana kwa sababu nina imani na yeye ninayemtumaini. Hilo ndio tumaini, kwamba unakuwa na uhakika ya kwamba hakika katika jambo hili jibu 1, 2, 3 litafanyika. Yaani unakuwa na uhakika na sio mashaka. Lakini anaendelea anasema, kuwa na hakika, kuamini au kutegemea kabisa. Kutegemea namna gani? Ni sawa na wewe mzazi. Mtoto wako anapokuwa shuleni anasoma. Anapokuwa shuleni anasoma, anajua kabisa, nikimaliza mwaka huu ada nitaipata hakika kwa nani? Kwa baba yangu. Na wala hana tumaini kwa mwingine yoyote, lakini ni kwa baba yake. Na hivyo tunapokuwa na uhakika, tukawa na imani, lakini tunategemea kabisa. Sio kutegemea tu, ameongezea na neno la namna gani? Kabisa. Kwa maana kwamba katika hali zote utategemea. Lakini anaendelea kusema, kutegemea kabisa tabia, uwezo, ukweli na nguvu ya mtu au kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuwa tunategemea aidha tabia ya huyo tunayomtegemea na kumwamini, au uwezo wa huyo tunayemtegemea na kuamini, au ukweli. Yaani mtu ifike sehemu kwamba amekuahidi ya kwamba ninakuja tuonane na wewe, lakini katika kukuahidi ya kwamba tutaonana na wewe leo saa 2, unakuwa na uhakika saa 2 kweli tutaonana. Na ndio mtu mmoja akasema, unaweza ukaenda, kwa mfano tuseme tumekuja kama hapa kanisani kwa lengo la kwamba tumekuja tuombe nini? Mvua. Halafu unakuja na mwamvuli kwamba wakati ninarudi mvua itakuwa inanyesha. Hiyo ndio kuwa na nini? Kuwa na uhakika na uwezo wa yule unayefanyeje? Unayemuomba. Lakini ukweli. Lakini nini? Ukweli. Kwa nini ninasema ukweli? Mungu wetu katika neno lake ameahidi ahadi nyingi, mpaka akadiriki kusema katika kitabu cha Wafilipi
4 mstari wa 6. Mtu mmoja anayeweza kufika kwa haraka anaweza akafungua Wafilipi 4 mstari wa 6 ili aweze kusoma pamoja nasi. Anasemaje? Msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Bali katika kila neno kwa kusali na kufanya nini? Na kuomba. Alafu anaendelea anasemaje? Pamoja na kushukuru. Pamoja na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwamba wewe unapotambua hadhi yako ya kwamba wewe ni mtoto wa kifalme, ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, Mungu wako anakuahidi, anakuambia ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Wewe ni mtoto wa mfalme Bwana. Haupasi kujisumbua kwa neno lolote. Haupasi kusumbuka kwa jambo lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kufanya nini? Yaani ni sawa na wewe umeahidiwa na baba yako ya kwamba mwanangu, wewe unapoenda shuleni, yani wewe soma tu kwa amani. Yani ukiona umeishiwa pesa ya matumizi, nipigie. Na mimi nitafanyeje? Unadhani mtoto wa namna hiyo ataenda na mashaka shuleni? Yani siku 2 tu anaona kwamba hali shuleni imeenda vibaya. Baba, ninaomba pesa ya matumizi. Au baba, pesa ya ada imeisha, na hivyo ninaomba unilipie ada. Na atasema hayo akiwa na amani ya moyo, kwa sababu anajua ya kwamba baba yake hawezi akamdanganya. Na hiyo Mungu wetu ametuambia ya kwamba sisi kwa hadhi yetu tulio nayo, tunaye baba mwenye uwezo wote, tunaye baba mwenye mamlaka yote, na hivyo hakuna haja ya kusumbuka. Changamoto moja ambayo wanadamu tunayo, na hata tunaodai kumkiri Bwana kama mwokozi wa maisha yetu, ni kwamba hatuna imani naye. Hatuna imani naye. Na kwa sababu hatuna imani naye, hata wakati mwingine tunapomuomba, tunamuomba siku moja, tunaachana na maombi. Hatuna imani naye. Na kwa sababu hiyo, mategemeo yetu hatujayaweka kwake. Tumewekeza katika nguvu zetu, katika uwezo wetu. Katika kitabu kimoja cha prayer, nadhani ninakoti haya maneno, ninaweza nisiyakoti kama ilivyo, lakini ni sura ya 11. Amezungumza maneno haya akasema, amesema hivi: watu wengi wamejaribu kuweka mipango, wameweka mipango mingi, lakini wakawa na maombi ya namna gani? Kidogo. Yaani kwamba mipango yetu ndiyo tunaitumaini na kuiamini kuliko Mungu, utendakazi wa Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anatuona kwa huzuni na huruma, ya kwamba mtoto wangu nimeweka vitu vyote mezani mwake, ya kwamba yeye anapohitaji aombe, lakini si sasa. Mtoto wangu hana haja na maombi tena. Mtoto wangu hana haja na kunitafuta tena. Mtoto wangu hana haja na kuweka tumaini tena. Na ndio maana wakati mwingine tumeomba, lakini hatujapata majibu. Tunaendelea na tafsiri ya neno tumaini. Anasema kuwa na uhakika, kuamini na kutegemea kabisa. Tabia, uwezo, ukweli. Napozungumza ukweli, ndivyo tumesema ya kwamba ahadi zake, ya kwamba hakuna sehemu Mungu anaweza akatudanganya. Hakuna sehemu Mungu anaweza akasema uongo. Yote aliyosema ni kweli na ni hakika, na ahadi zake haziwezi zikapinda wala kuwa za uongo kabisa. Juu ya mtu anasema ukweli na nguvu.
ukweli na nguvu, kwamba nguvu zake ni kubwa. Ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Kwa namna wewe unavyoona umeumbwa kwa namna ya pekee, ambao madaktari katika dunia hii wanatumia muda mrefu kutafuta na kuchunguza juu ya mwili wa mwanadamu, lakini wanasoma tu sehemu moja tu. Yumkini amesoma sikio. Yaani miaka 5 yote anasoma nini? Sikio la mwanadamu. Na hapo bado kuna wengine wanakuja kugundua kwenye sikio hilo hilo ambalo wewe ulisoma miaka mingapi na hujamaliza. Sasa kwa vile ambavyo tunaona amefanya vitu vya ajabu, ameumba ulimwengu huu tunauona kwa macho yetu, na hata malimwengu ambayo hatujawahi kuyaona kwa macho yetu, uwezo wake ule ndio upo kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna haja ya kutambua ya kwamba tunaye Mungu aliye mkuu, tunaye Mungu mwenye uwezo, tunaye Mungu mwenye mamlaka, naye ndiye baba yetu. Bwana asifiwe. Na hivyo ukitaka kuelewa sana habari za tumaini, nenda kajifunze habari za Shadraka, Meshaki na Abednego. Unajua, tumaini sio kutarajia tu kile ulichokikusudia. Tumaini ni kwamba hata katika changamoto ambazo utapita, ni ukubali ya kwamba yupo Mungu pekee anayeweza kunipitisha katika changamoto hizo. Yaani Shadraka, Meshaki na Abednego walipoulizwa na mfalme, wakaambiwa sasa ni nafasi yenu ya mwisho. Hebu niambieni, niwape siku nyingine ya kuja kwamba parapanda panda zitakapopigwa zeze na aina ya uchafu wote wa miziki, utakapopigwa na filimbi za aina zote, mwende mkaanguke na kusujudu mbele za nani? Za sanamu ya mfalme. Wenyewe wakaulizwa swali jingine, na kiwalisi ukiangalia mamlaka ya mfalme. Unajua mfalme ni zaidi ya tawala za hizi tulizo nazo, za huyu ni rais, huyu ni nani. Mfalme anapotamka ni mamlaka. Hakuna wakufanyeje, wakupinga. Yeye yuko juu ya kitu chochote. Na hivyo mfalme anasema, ndipo mjue, tuje tuone Mungu wenu, tuone kwamba ni nani atakaye waokoa na mkono wa mfalme. Lakini watoto waliona tumaini kwa Mungu, walichokisema ni kitu kimoja, ya kwamba tuna imani na Mungu wetu, ya kwamba ana uwezo wa kutuokoa. Tuna imani na Mungu wetu ya kwamba hawezi akatudanganya, ana uwezo wa kutuokoa. Lakini yawezekana kuna wakati mwingine akachagua uchaguzi wake ulio sahihi zaidi, akasema mtapitia katika dhoruba hii, lakini pamoja na hayo yote hatuwezi tukasujudu sanamu hiyo, kwa sababu aliyesema ni Mungu mwenye mamlaka yote, ambaye kwako ni mfalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watoto hawa wakapata ujasiri mbele za mfalme, ambao alikuwa na mamlaka kwa wakazi wa dunia na wakazi wa sehemu ile. Wakasema tutasimama na Mungu wetu hata katika wakati wa namna gani. Lakini tumaini ni pale ambapo wakati fulani huoni njia mbele yako, huoni kama katika wakati huu nitatoboa, ndipo inadhihirika tumaini lako. Yaani kwa maana nyingine ni pale Musa anapoambiwa songa mbele, Musa songa mbele. Hata kama unaona kulia kuna milima, kushoto kuna milima, na mbele yako kuna bahari, songa mbele. Na ndio maana Musa, kwa sababu alimtumaini Mungu, akajua ya kwamba anayeongea hawezi akakosea, akajua ya kwamba huyu anayeongea hawezi akasema uongo, akajua ya kwamba anayeongea
hana uwezo wa kushindwa. Hata kama physics ilinajua ya kwamba tutakapopita katikati ya maji tutazama, na kama tukizama tutakufa, Musa akasonga mbele na akahamasisha kundi zima la wana wa Israeli. Wakasonga wapi? Hilo ndio tumaini. Tunakosa tumaini yumkini kwa sababu hatujajua hadhi yetu. Sisi ni watoto wa mfalme. Sisi ni ukuhani wa kifalme. Sisi ni taifa takatifu. Na tunapojua haya, tuende mbele za Mungu wetu tukijua ya kwamba suluhu ya matatizo yetu, suluhu ya changamoto zetu, suluhu ya yote yanayotusumbua iko pale, maana ana uwezo wote. Ni mashetani gani ambayo yanakusumbua? Ni vifungo gani shetani amekufunga? Mungu ambaye ni baba yako yuko juu ya yote hayo. Kwa hiyo hakuna haja ya kukata tamaa. Hakuna haja ya kukosa matumaini. Wewe muamini Mungu ambaye ni baba yako, naye atakuvusha. Tunapofanya hayo, ndipo tutakuwa na uwezo wa kuona miujiza ya Mungu ambayo ameikusudia kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, Musa pasipo kutumaini, pasipo kuwa na imani na kuwa na uhakika na Mungu wake, angeweza kusimama akasubiria majeshi ya Misri yakaja kuangamiza. Lakini kwa sababu aliamini na kutumaini katika sauti ya Mungu inayomwambia songa mbele, ndio maana akasimama, akasonga mbele mpaka akayakanyaga maji. Na maji yakafanya nini? Yakaacha njia. Miujiza ya Mungu, nguvu za Mungu, hatuwezi tukazi experience pasipo kumtambua baba yetu ni wa namna gani, pasipo kutambua kwamba Mungu wetu ni wa namna gani. Na hivyo tutabaki tuko pale pale, tunasema ya kwamba Mungu wetu yumkini amepungukiwa na nguvu, lakini Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuja katika siku ya maombi kama hii, tunapokuja kuleta haja zetu kwa Mungu wetu jioni ya leo, tutambue ya kwamba yupo Mungu aliyeumba vyote, aliyekuumba na wewe, na ndiye baba yako. Na tukatambua hiyo, tulete haja zetu tukiwa na imani, tukiwa na tumaini, na tukimtegemea, wala hatutakata tamaa. Tunakata tamaa kwa sababu hatujamfahamu baba yetu, hatujamfahamu kwa undani nguvu zake na uwezo wake. Na ndio maana inafika wakati tunakata tamaa. Tusikate tamaa. Yuko Mungu aliye muumbaji wetu na ndiye baba yetu. Ndugu yangu, uliyekata tamaa leo, sijajua ni kwa sababu ya changamoto gani umekata tamaa. Sijajua ni kwa sababu ya ugonjwa gani unaokusumbua umekata tamaa. Sijajua kwa sababu ya dhoruba gani inakusumbua ndio maana umekata tamaa. Jioni ya leo, tambua yupo baba yako. Na baba yako, hakuna chochote unachokiona katika dunia hii ambacho kiko juu yake. Ndiye baba yako. Ana uwezo huyu, ana mamlaka huyu, na ndiyo tunakuja tumuombe. Na hivyo mtu yeyote anayesema ya kwamba Mungu wangu nimekuja kwako, baba yangu nina changamoto hii ambayo yumkini nilidhani haiwezekani, lakini leo nimejua ya kwamba yupo Mungu aliyemuumba wa mbingu na nchi, ambaye ndiye baba yangu, na mimi ninahitaji nipeleke haja zangu kwake. Simama pamoja nami tunapoenda kuomba jioni ya leo. Simama pamoja nami tunapoenda kuomba na kupeleka haja zetu kwa baba yetu. Simama pamoja nami. Sasa mimi sijui ni sababu gani iliyokufanya usimame. Lakini huyu ambaye tumesema ni baba yetu, huyu ambaye tumesema ni baba yako,
ndiye amesema upeleke haja zako kwake. Na ndiye aliyesema katika kitabu cha Wafilipi ambacho tumekisoma, anasema msijisumbue kwa neno lolote. Na hivyo mimi sina haja ya kujua ni kitu gani unachosumbuka nacho, lakini jua ya kwamba Baba yako yuko tayari kukusikiliza. Na hivyo jioni ya leo utapata nafasi, wakati tunaomba, omba kimoyomoyo. Mwambie Baba yangu, nina haja zangu 1, 2, 3 ambayo zimenisumbua kwa muda mrefu sasa, na leo nimetambua ya kwamba wewe ni Baba yangu. Basi kanitue mizigo hii. Maana ni yeye aliyesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na hivyo mwambie yeye. Haujaja kwa ajili yangu Mandago, wala hujaja kwa ajili ya mzee wa kanisa Tadei. Umekuja kwa Baba yako. Na hivyo pata nafasi ya kumwambia, ni changamoto gani mimi sijui, lakini haijalishi ina ukubwa gani, mwambie Baba yako. Mwambie. Na hivyo niwakaribishe tuweze kupata kuomba. Tunapoinamisha nyuso zetu kuomba, mwambie Baba yako. Ni jambo gani inakusumbua, mwambie. Na hivyo tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, wewe ambaye ni Baba yetu, wewe ambaye ni muumbaji wa mbingu na nchi, ndiye wewe uliyetuchagua watoto wako, na kwa upendo ukatuita ukasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Na hivyo watoto wako tumekuja. Tuna changamoto mbali katika maisha yetu. Wengine ni changamoto za magonjwa, wengine ni changamoto za kazi zao. Wanajaribu kufanya kazi lakini wanashindwa kila wakati. Wanajaribu kufanya hili na lile, lakini mafanikio ni kama hayaonekani. Tumekuja kwako Baba na Mungu wetu, tukiomba uponyaji wako uliye Baba na Mwokozi wetu. Ni changamoto gani sijajua, watoto wako ndio wanazozisema kwako. Na hivyo kwa sababu wewe ni Baba mwenye uwezo wote, na uliyesema ya kwamba yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Watoto wako tumekuja tukijua tunaenda kwa Baba yetu. Baba yetu mwenye upendo ambaye hawezi akatutupa kamwe. Basi Baba, tupokee tukiwa na haja zetu nyingi, tukiwa na changamoto zetu nyingi, tukiwa na imani ya kwamba tunaenda kupumzishwa nawe. Baba yetu, tupumzishe mmoja mmoja. Baba yetu, tuongoze mmoja mmoja. Baba yetu, tupiganie katika changamoto hii. Hata kama ni nguvu za giza, tuna imani sasa tunaenda kufunguliwa, kwa maana aliye upande wetu na aliye Baba yetu ni wewe, Mungu wa milele. Fanya yote kwa utukufu wa jina lako. Wapo ndugu zangu walio pamoja nami hapa, lakini hata wale wanaofuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, wote sijajua ni changamoto gani wanapitia. Lakini Baba, ninachokuambia ni kwamba sikia maombi ya watoto wako, sikia maombi ya wana wako, na ukajibu kwa kadiri ya upendo wako, na ukajibu kwa kadiri ya uwezo wako, maana wewe ni Baba yetu. Tunaponyamaza kimya, fanya yote kwa utukufu wa jina lako, na jina lako likapate kuinuliwa. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ndugu zangu, niwashukuru kwa nafasi hii. Tunaendelea na masomo yetu. Asante kwa kufuatilia na kwa kuhudhuria kwa somo la leo, na hata siku zinazokuja bado tunaendelea. Na hivyo nizidi kualika na kuwakaribisha katika vipindi hivi vinavyosema ahadi ya msaada na uponyaji. Tunaye Baba aliyetuahidi hayo. Na hivyo masomo haya tunazidi kubarikiwa nayo ndani ya muda wote wa juma hili. Nikukaribishe wewe
usipange kukosa kwa siku nyingine. Siku ya kesho tutaendelea na vipindi vyetu, na hivyo njoo tubarikiwe pamoja, na Bwana awabariki.